Vijana wengi wanadhani kuwa biashara ya mafuta ya kula ni ya watu wenye mitaji mikubwa tu. Wanadhani unahitaji kuwa na maghala makubwa, lakini pia malori ya kusafirisha bidhaa pamoja na viwanda vya kusindika mafuta. Sasa leo nitakufafanulia siri 5 za biashara ya mafuta ambazo wafanyabiashara wengi wakubwa hawataki uzijue. Mafuta ya kula hapa Tanzania yapo ya aina nyingi. Mfano ni mafuta ya alizeti, mafuta ya karanga, mafuta ya pamba na kadhalika. Leo nataka kukueleza kuwa mtaji wa Laki2 unatosha kabisa kuanzisha hii biashara. Na hizo Laki2 za mtaji zinaweza kukuingizia Laki3 kwa mwezi ikiwa ni faida. Hii ni sawasawa na 150% ya mtaji wako kila mwezi. Sasa hebu tuangalie siri ya kwanza ya hii biashara ambayo ni kununua kwa jumla na unauza kwa rejareja. Bei ya mafuta ya jumla na bei ya rejareja zinatofautiana sana. Unaponunua mafuta kwa bei ya rejareja, bei inakuwa iko juu. Mfano, dumu la lita 20 la mafuta ya alizeti ukinunua kwa bei ya jumla utapata kwa shilingi 52,000 mpaka 58,000. Bei ya kuuza lita 1 ya mafuta ya alizeti kwa rejareja ni shilingi 3,500 mpaka 4,000. Sasa kwa dumu la lita 20 utapata 70,000. Kwa hiyo faida ni kati ya shilingi 12,000 mpaka 18,000 kwa kila dumu moja la lita 20. Sasa siri ya kupata faida hapa ni kuwa wateja wengi wa kawaida hawawezi kununua dumu la lita 20 kwa shilingi 60,000 au 70,000 kwa mkupuo. Wanataka kununua mafuta ya nusu lita, lita 1 au hata lita 2. Sasa kwa mtaji wa Laki2 unaweza kununua madumu 3 au hata 4 ya lita 20. Ukiuza yote kwa rejareja ya lita 1, faida yako inakuwa kati ya shilingi 48,000 mpaka 72,000 kwa wiki moja tu. Kwa hiyo kwa mwezi mmoja unapata faida karibu Laki3. Siri ya pili ni location strategy na wateja wa makundi. Baadhi ya wateja wakianzisha biashara ya mafuta wanafungua duka tu na kusubiri wateja waje. Sasa siri ya kupata faida kubwa sio kufanya biashara na wateja wanaonunua chupa moja au lita 1, ni kununua na kuuza kwa wateja wakubwa. Mfano ni migahawa, mahoteli au hata mamalishe, shule na ofisi zinazopika chakula. Chukua siku moja, tembea katika eneo lako, andika orodha ya hoteli zote, mamalishe na shule zilizo karibu nawe. Kisha waambie wamiliki au wa mameneja kuwa wewe unauza mafuta ya kula kwa bei ya jumla. Unawaambia kuwa ukiwaletea dumu moja la lita 20 kila wiki, basi bei inapungua mpaka 60,000 badala ya 70,000. Kwa hiyo faida yako kwa dumu inakuwa kati ya shilingi 5,000 hadi 8,000. Ukiwa na hoteli 5 kwa wiki, faida yako inakuwa kati ya shilingi 25,000 mpaka 40,000. Kwa mwezi hiyo ni Laki1 hadi Laki1.5 kwa hoteli moja tu. Sasa ukiwa na hoteli 5, hapo uko mbali kifaida. Siri ya 3 ni kujua aina ya mafuta inayotakiwa zaidi na wateja. Kuna aina kuu 3 za mafuta ya kula hapa Tanzania. Mafuta ya alizeti, mafuta ya kiganja au wengine wanasema palm oil na mafuta ya soya. Kila aina ya mafuta ina soko lake, ina bei yake na hata wateja na wateja wake. Mafuta ya alizeti ndiyo yanayotumika zaidi na yanauzwa kwa bei ya juu zaidi. Mafuta ya kiganja haya yanatumika sana kwenye mikoa ya pwani na kwenye hoteli za kawaida. Yanauzwa kwa bei ya chini kuliko alizeti, lakini wateja wake wako tayari kununua kwa wingi. Mafuta ya soya haya ni mchanganyiko. Bei yake ni ya kati na yanauzwa vizuri katika maeneo ya vijijini na katika hoteli za bei ya kati. Siri ya kufanya vizuri au kupata faida ni kuzunguka kwenye maduka mbalimbali na kuuliza ni mafuta gani yanapendwa sana.
Huo utafiti unaweza kukuonyesha ni watu gani wanapenda zaidi alizeti na eneo gani lingine wanapenda kiganja. Siri ya pili ya kupata faida, nunua brandi ambayo inajulikana na kuaminika. Mafuta ya alizeti ya brandi kama Golden, Fresh au Sonora yanauzwa vizuri kwa sababu watu wanayaamini. Usinunue mafuta ya brandi isiyojulikana ambayo wateja wanashaka nayo. Sasa kabla sijaendelea kukueleza siri ya 4, hapa nina wito. Bonyeza kibatani cha like kama umependezwa na hii video. Lakini pia bonyeza kibatani cha subscribe. Lakini pia unaweza ukashare na watu ili waweze kuona hii video. Sasa tuendelee. Siri ya 4 ni kupata wateja wa kibiashara, si wateja wa rejareja tu. Wateja wa biashara ni wamiliki wa migahawa, wapishi wa sherehe, wauzaji wa vitafunwa kama vile chipsi au kachori, wapishi wa shule za mabweni na hata maduka mengine madogo yanayouza rejareja. Hawa wateja wa jumla hawana muda wa kwenda Kariakoo au kwa wasambazaji wakubwa kila wiki. Wanahitaji mtu wa kuwafikishia mafuta sehemu alipo. Hapo ndipo wewe unaingia. Pili, jenga uhusiano na wateja wako. Wapigie simu kila wiki, waulize, bado mafuta yapo? Mkimaliza niletee. Hii inaitwa relationship selling na ndio siri ya wafanyabiashara wakubwa. Siri ya 5 ni repackaging. Hii ni kuchukua mafuta kwa wingi, kuyagawanya katika chupa ndogo ndogo na kuyauza kwa bei yenye faida kubwa zaidi. Kama dumu la lita 20 linagharimu 55,000 kwa bei ya jumla, hiyo ni sawa na shilingi 2,750 kwa lita. Ukiuza lita moja kwa bei ya shilingi 3,500, hapo unapata faida ya shilingi 750 kila lita. Sasa kuna gharama hapa ya kununua, kwa mfano chupa ya nusu lita pamoja na lebo yake na mfuniko ambayo inagharimu shilingi 300 hadi 500. Alafu mafuta ya nusu lita gharama yake inakuwa shilingi 1,375. Kwa hiyo jumla ya gharama ya chupa ya nusu lita inakuwa ni shilingi 1,800. Bei ya kuuza ni kati ya shilingi 2,500 mpaka 3,000. Hiyo ina maana faida hapo ni shilingi 700 hadi 1,200 kwa kila chupa. Sasa ukigawa chupa 40 za nusu lita na kuuza kwa bei ya shilingi 2,500, faida yako inakuwa ni shilingi 28,000 ambayo ni mara 2 zaidi ya ile ya chupa ya lita moja. Kwa hiyo kwa 200,000 unaweza kununua madumu 3 ya lita 20 na kugawanya katika chupa za nusu lita na kupata faida zaidi ya shilingi 300,000 kwa mwezi. Naona niishie hapo, tuonane kwenye video ijayo kuhusiana na mambo ya biashara mbalimbali.